Uwepo wako upo kuongoza sura iliyo ya kufanana na wewe, ya kufanana na uwepo wako. Mumeo, mkeo, taifa lako, kijiji chako, nyumba yako, ndoa yako na kila kimoja kilichopo katika uwepo wako huo. Na huyu ni Andy Gunyu. Ninazungumza kuhusu uwepo sehemu ya 5. Uwepo wako ndio ulio uongozi, ndio ulio uchungaji, ndio ulio chakula, ndio ulio tiba, ndio ulio amani, ndio ulio utulivu, ndio ulio utawala, ndio ulio ufalme. Ndio ulio uongozi wa kuongoza sura ya kufanana na wewe, sura ya jina lako, baba yako, mama yako, mtoto wako, mume wako, mke wako, kijiji chako, taifa lako, dini yako, dunia, mbingu na kila kimoja kilichopo katika uwepo wako, kwani huyo ndiye aliye sura ya kufanana na wewe, sura ya jina lako wewe. Ndio maana ameitwa wa kwako, taifa lako lenye sura ya jina lako. Mume wa kwako, mke wako, kila kitu kilicho katika uwepo wako, pasipo kujalisha ni nini. Kwa kuwa ni cha kwako, hicho ni cha sura, ni sura ya jina lako. Kwa kuwa hicho chochote kile unakitazama, unakiona sawa sawa na jinsi vile wewe ulivyo, nacho kuwa ni sura ya jina lako. Chochote kile, haijalishi ni wapi, kifikra, kindoto, kimawazo, kinjozi, kimatendo, na kwa namna yoyote ile unakitazama, unakiona, unakishika kwa jinsi vile wewe jina lako, muundo wako ulivyo, uwepo wako ulivyo, nacho hicho kuwa ni cha uwepo wa jinsi ulivyo. Jinsi maana yake sura, picha ya jinsi ulivyo. Picha, sura ya kufanana. Jinsi ulivyo. Naye huyo aliye ni sura ya kufanana na wewe
ndiye unayemchunga, ndicho unachokiongoza. Ni taifa lako, umelitazama kwa jinsi ulivyo, nalo kuwa ni sura ya jinsi ulivyo. Ni mume wako, umemtazama jinsi ulivyo wewe mke. Ni mke wako, umemtazama jinsi ulivyo wewe mume. Ni mzazi wako, ni mtoto wako, naye huyo unayemtazama kuwa ni sura ya jina lako, sura ya jina lako. Na kazi kuu ni kumwongoza, kuichunga hiyo sura ya jina lako ikae vipi na wewe. Ionekane vipi kwako, ikutende nini, ikufanyie nini. Mkeo, mumeo, taifa lako, kijiji chako, ndoa yako, uzao wako, uwepo wa kila kitu kilichopo katika uwepo wako, unayekiongoza ni wewe. Ndiye unayekiongoza kikufanyie nini, akufanyie nini mumeo, akutendee nini mumeo, akufanyie nini mkeo, akutendee nini mkeo. Aonekane vipi kwako, akae vipi. Wewe ndiye unayempangilia, uwepo wako ndio unayompangilia, ndio mwongozo wa mtoto wako akae vipi na wewe. Familia yako, kabila lako, taifa lako lionekane vipi kwako. Kijiji chako, mdeni wako, unayemdai, yoyote yule aonekane vipi kwako. Ni huo uwepo wako ndio mwongozo kamili. Hakuna mwongozo mwingine wa kumwongoza, wa kukiongoza kingine chochote kilichopo katika uwepo wako, mwingine yoyote aliyopo katika uwepo wako. Mali, fedha, mtoto, mzazi, kiongozi huyo, mtumishi, nabii, nyumba, mashamba na kila kimoja kilichopo katika uwepo wako, hakuna kingine wa kukiongoza kiwe vipi kwako. Hakuna mwingine wa kukiongoza kikae vipi na wewe, kikufanyie nini, kikutendee nini, kiishi vipi na wewe, wapi kikae na wapi kisikae. Ila ni uwepo wako ndio uongozi kamili. Uwepo wako huo katika muonekano wako huo ulionao ndio uongozi kamili, mpangilio kamili. Jinsi ulivyo ndio kiongozi alivyo, ndio uongozi, ndio utawala, ndio unatawala, ndio uchungaji, ndio unachunga.
ndio malisho, ndio unalisha, ndio uponyaji, ndio unaponya. Kumbuka wewe mtoto, unaweza usijue hilo kwa kuona upo kikawaida tu, kwa kuwa kazi yako ndivyo ilivyo, ya uchungaji wako ni kawaida tu, wewe unapoa. Ila yule unayemchunga, unayemuongoza anajua. Kulikuwa na vita katika nyumba ya mume na mke kabla hujapatikana. Ulipopatikana amani, utulivu, chakula, utajiri, mafanikio ya mume na mke yakawa. Wewe mtoto, ndio maana nakwambia jinsi ulivyo katika uwepo wako ndio kiongozi, ndio uongozi unaongoza, unayeuchunga, unautunza. Kazi ya uongozi sio ngumu. Ni hivyo unavyojitazama kama utani. Ni hayo unayowafanya kama ya utani. Ndio uongozi unaopangilia, unaulisha, unautajirisha, unaufanikisha. Sura ya kufanana na wewe ikae vipi na wewe? Baba yako akae vipi na wewe? Mama yako akae vipi na wewe? Mtoto wako, mume wako, mke wako, rais wako, waziri wako, mwenyekiti wako, sheria zako, sheria za taifa lako, wanyama wako, simba, chui, sumu, mvua, jua, mashamba na kila kimoja kilichopo katika uwepo wako. Wewe ndio unakiongoza kionekane vipi kwako, kikae vipi na wewe. Kile nini kikutumikie vipi, ukae nacho pamoja kivipi, katika mpangilio upi? Ni huo uwepo wako. Jinsi ulivyo ndio uongozi unaongoza fedha, mali, utajiri ukae vipi na wewe. Uulishi vipi utajiri. Ni huo uwepo wako. Hayo unayoyatazama ni kama utani, kwa kuwa ndivyo ulivyo, yaani ndivyo ilivyo kawaida yako. Yale yaliyo kama kawaida yako ulivyo, ndio uchungaji huo, ndio uongozi huo ambao haukutesi, haukusumbui, haukuangaishi. Yale ambayo unaona ni kawaida yako. Muda mwingine unaona ni kama utani tu, lakini hayo ndio serious kwa unawachunga.
ndio serious kwa unayeongoza. Wanafuata kwa hekima zote, kwa utaratibu wote, kwa utiifu wote. Wakae wapi? Wawe vipi kwako? Ndio unaiongoza fedha, mali, utajiri, mvua, jua likae vipi? Nalo kufuata kwa utaratibu, kwa unyenyekevu, kuketi pale ulipoliongoza likae. Fedha kuketi pale ulipoongoza iketi pamoja na wewe. Kwa hiyo uongozi sio hadi urukeruke, ugaregare, ujichanechane, ujiumize, ujipigepige ili kuonyesha kwamba wewe ni kiongozi. Ila uwepo wako ndio unaonyesha kwamba wewe ni kiongozi. Haijalishi unaonekana vipi, haijalishi uko wapi, haijalishi jinsia yako, haijalishi sasa hivi uko vipi, ila uwepo wako ndio mwonekano, ishara, uhalisia wa uongozi. Hiyo kawaida yako ndio uongozi. Kimaanisha hayo maisha yako unayoishi kila siku, unachokifikiri, unachokiwaza, unachokitenda, unachokizungumza, unachokiongea, unachokiota, unachokifikiri, ndicho kilicho uongozi. Tena unafikiria kwa kawaida, umelala unaota tu kawaida, unaamka unaishi tu kawaida. Huu ndio uongozi. Huo ndio uchungaji. Wewe kwako unaona ni wa kawaida, ni mambo ya kawaida tu kama unayofanya, kama ilivyo unaona ni kawaida tu kuweka chakula mdomoni, ila mwili unajua, tumbo linajua, damu inajua hicho chakula kilivyo ni uongozi wake, kinavyopangilia mwili huo, kila kiungo kifanye nini katika chakula hicho. Kikiwa cha moto, kinajua kabisa kinavyopangilia mwili kifanye nini juu ya chakula cha moto hicho. Maisha yako ni huo uwepo wako, uongozi wako ni huo uwepo wako. Haijalishi ni wapi utakimbilia, hakuna mahali ya kujificha usiwepo, usiongoze. Vyote vilivyopo katika uwepo wako. Ukiwa katika ardhi, hapo hapo. Ukiwa jela, hapo hapo. Ukiwa kaburini, hapo hapo. Uongozi wako sio hadi utoke sehemu fulani kwenda sehemu fulani. Ndio uwe kiongozi. Ndio uongoze wazazi wako, ndio uongoze
watoto wako, ndio uongoze mume wako, ndio uongoze familia yako, ndio uongoze fedha zako, ndio uongoze taifa lako, ndio uongoze dunia, ndio uongoze kila kitu kilichopo katika uwepo wako. Kifanye nini kwako? Kikae vipi kwako? Kitende nini kwako? Ila hapo ulipo katika uwepo huu wako ndio uongozi, ndio uchungaji, ndio na mpangilio unaopangilia. Kwani jinsi ulivyo hivyo ndio chakula cha unaowachunga, ndio utajiri ya unaowachunga, ndio mafanikio ya unaowachunga, ndio uponyaji ya unaowachunga, unawaongoza nao wakaketi katika uongozi huo, nao wakaketi katika utawala huo, nao wakawa pamoja na uwepo wako siku zote. Ndio popote pale ulipo, hayo unayoyafanya yaliyo ya kawaida kwako ndio uongozi, ndio chakula, ndio uponyaji, ndio muujiza, ndio mafanikio, ndio uhitaji wa kila kimoja kilichopo katika uwepo wake, katika uwepo wako, kila kimoja kilichopo katika uwepo wako kwa udhahihi. Yaani wewe ni kama chakula kilichowekwa mezani, kila mmoja anakula kwa kiwango chake. Mtoto kwa kiwango chake, akitaka kuweka na akiba anaweka na usiishe. Mkubwa, mwanamke, mwanamume, mnyama, ndege, mmea, roho, kila kimoja kwa jinsi chenyewe kilivyo, na uishi muda wote uko katika meza. Na kufanya yoyote yule aliye katika uwepo wako kutosheleza kuwa na wewe, kuwa hakuna mwingine ambaye atachukua cha kwake kutoka kwako, kwa kuwa kila mmoja anachukua cha jinsi yake. Na sio kusema baba amechukua mpaka cha watoto, mtoto amechukua mpaka cha baba, ila mtoto amechukula chakula cha saizi yake, cha kiwango chake, cha jinsi alivyo. Mke amekula chakula cha jinsi alivyo, mume amekula chakula cha jinsi alivyo, baba, mtoto, taifa, kijiji, kila kimoja cha jinsi alivyo, na kikitaka hata kwa akiba. Na kufanya uchungaji wako, uongozi wako kuwa ni utoshelevu, ikimaanisha uwepo wako huo jinsi ulivyo hivyo upo toshelevu kwenye kila kimoja kilichopo katika uwepo wako, kuendelea kuketi pamoja na wewe siku zote. Fedha, mali, tajiri, mke, mume, watoto, wazazi, taifa, viongozi, mimea, anga, kila kimoja kilichopo katika uwepo wako kuketi pamoja na wewe, kwani kila kimoja kimetoshelezwa
na uongozi wako, kimetoshelezwa na uchungaji wako, kimetoshelezwa na uwepo huo ulionao. Kwa hiyo usishake juu ya chochote kingine, kwamba ni lazima ufanye hivi zaidi ya unavyofanya kila siku, zaidi ya unavyofikiri kila leo, ili ndio uwe kiongozi, utosheleze kuongoza madeni yako, kuongoza wanaokudai, kuongoza unaowadai, kuongoza fedha, kuongoza mafanikio, kuongoza mashamba, kuongoza uzao, kuongoza chochote kilichopo katika uwepo wako, ila jinsi ulivyo katika uwepo huo, kwenye hicho unachokifanya, kwenye maisha yako yote, kwa fikra, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, kwa kufikiri, kwa yote yale unayoyafanya katika urahisi kama utani. Umelala unaota, unaamka unafanya kile, unafanya kile, unatenda hivi, unatenda hivi. Huo hayo ndio uongozi, ndio uwepo, ndio maisha yako, ndio mpangilio wa utawala wako. Basi popote pale ulipo, umepokea uwepo wa pumziko lako, uwepo wa pumziko lako, uwepo wa wazazi wako, uwepo wa fedha zako, utajiri, mafanikio, uwepo wa mazao yako, uwepo wa mavuno yako. Umepokea mavuno ya uwepo wako, umepokea utajiri wa uwepo wako, umepokea nguvu za uwepo wako, umepokea mifupa ya uwepo wako, umepokea viungo vya uwepo wako, umepokea moyo wa uwepo wako, umepokea figo za uwepo wako, umepokea uzazi wa uwepo wako, umepokea mume, mke wa uwepo wako, umepokea uwepo wa pumziko lako, yani wa sura ya kufanana na wewe, popote pale ulipo na umekuwa kwako. Basi leo hii inaishi hapa. Usikose sehemu zinazofuata katika ukurasa wa YouTube kwa jina la Antegunyu. Uwepo wako ndio ulio uongozi unaoongoza sura ya kufanana na wewe, ikimaanisha mume, mke, taifa, kijiji, uzao, mali na kila kimoja kilicho katika uwepo wako. Umepokea uwepo wa pumziko lako na umekuwa kwako.